Naam, asante kwa kuendelea kutufuatilia. Hii ni Channel 10 Plus habari, na sasa ni wasaa habari za michezo na burudani. Niko hapa golikipa wa kisasa wa mpira Eden Bahati kukujuza mengi ambayo yamejiri viwanjani, nikianzia hapa nyumbani Tanzania. Timu ya taifa ya Tanzania ya wanawake Twiga Stars imeanza vyema mashindano ya mpira wa miguu kombe la mataifa ya Afrika kwa wanawake kwa mwaka huu AFCON 2026 yanayoendelea nchini Morocco baada ya kuifunga Afrika Kusini kwa magoli 2-1 kwenye mchezo wa kwanza wa hatua ya makundi. Ifuatayo ni taarifa kamili. Katika mechi hiyo iliyochezwa kwenye uwanja wa Molei jijini Casablanca, Twiga Stars walikuwa wa kwanza kupata goli la kuongoza kunako dakika ya 38 kupitia kiungo wake Diana Msemwa baada ya Twiga Stars kucheza kwa kujiamini katika dakika za mwanzo za mchezo huo. Goli hilo la Twiga Stars lilidumu hadi dakika ya 45 ambapo Afrika Kusini walifanikiwa kupata goli la kusawazisha kupitia mlinzi Bambanani Mbane na kuyafanya matokeo ya mechi hiyo kuwa 1-1 hadi kipindi cha kwanza kinamalizika. Kipindi cha pili kilianza kwa timu zote kufanya mabadiliko ambayo yaliongeza kasi ya mechi hiyo ambayo ilikuwa ya wazi kwa kila timu, lakini bahati ilikuwa kwa Twiga Stars ambao walipata goli la pili katika dakika 87 kupitia Hasnati Ubamba. Baada ya mechi hiyo kumalizika, kocha mkuu wa Twiga Stars Bakari Shime alizungumza na waandishi wa habari, ambapo pamoja na mambo mengine ameeleza furaha aliyonayo, lakini pia akieleza mpango wa kuelekea mechi zinazofuata. Kitu cha kwanza hatukucheza vizuri sana kama ambavyo tulikusudia kucheza kwenye mpango wetu, labda kwa ubora wa wapinzani ama kwa wachezaji wetu kuto kufuata maelekezo vizuri, lakini yote kwa yote inawezekana ni tension ya mchezo bado ilikuwa iko juu. Tumetangulia kupata goli kabla ya wapinzani wetu, lakini pia tumeshindwa kuimanage mechi baada ya kupata hilo goli, kwa tukawaruhusu tena wapinzani wetu kutushambulia. So tumeruhusu goli jepesi kwenye mpira wa kona, lakini ndio sehemu ya mchezo. Tumerudi ndani, tumejaribu kuelezana makosa yako wapi. Tulikuja na mpango mzuri wa kuhakikisha kwamba tunaziba nafasi za wao kukimbia nyuma ya ukuta wetu, na ndio plani ya kwao. Tulifanikiwa kuziba hizo njia, lakini namna gani tutashambulia kwa kushtukiza tunapata mpira. Lakini mwisho wa siku tumeweza kumanage kupata goli dakika za jioni, na limekuwa goli la ushindi na kupata matokeo mazuri. Kwenye mpango wetu sisi tunataka kucheza kufana kupona mechi dhidi ya Burkina Faso ili tuweze kupata alama mapema na tupate muda mzuri wa kurecover kwa ajili ya mechi ya robo finali. Kwa hiyo mechi yetu sisi na Burkina Faso ndio mechi ya kwanza. Hii tumeshaiondoa kwamba hiyo ni do or die. Tunataka kupambana kuhakikisha kwamba tunashinda huo mchezo ili tujihakikishie kupata nafasi ya kwenda kwenye hatua ya robo finali mapema na tuanze kujiandaa mapema kwa ajili ya robo finali. Ezekiel Mwambopo, Channel 10. Asante Ezekiel Mwambopo kwa taarifa hiyo. Maandalizi ya mwanariadha nyota wa Tanzania Alphonce Simbu kuelekea Sydney Marathon yamepata msukumo mkubwa baada ya benki ya NMB kumkabidhi shilingi milioni 10 za kumsaidia kukamilisha maandalizi yake kwa ajili ya mashindano hayo makubwa ya kimataifa. Msaada huo unakuja wakati zikiwa zimesalia siku chache kabla ya kuanza kwa mbio hizo, ambapo Simbu anatarajiwa kuiwakilisha Tanzania akishindana na wanariadha bora kutoka mataifa mbalimbali duniani. Taarifa zaidi na mwanamichezo wetu Jamila Omar kutoka Arusha. Mchango huo umekabidhiwa jijini Arusha, ambapo meneja wa benki ya NMB kanda ya kaskazini Baraka Ladislaus amesema benki hiyo imeamua kuendelea kusimama na Simbu kwa kuamini ana uwezo wa kuendelea kuipeperusha vyema bendera ya Tanzania katika mashindano ya kimataifa. Tunajivunia kuwa sehemu ya safari hii muhimu ya kihistoria. Bwana Simbu ameendelea kuipeperusha bendera ya Tanzania katika medani za kimataifa. Hivyo kumuunga mkono leo ni kuwekeza katika ubora na heshima. Akipokea msaada huo, Alphonce Simbu amesema fedha hizo zitamsaidia kukamilisha maandalizi yake kuelekea Sydney Marathon ya Agosti 30 nchini Australia, akiahidi kupambana kufa na kupona kuiletea Tanzania heshima. Kwa ile ombi ambalo tuliliomba kwenu na mkarizia kama benki ya NMB, na mimi niseme najivunia sana kuwa mchezaji wa Tanzania kwenye mashindano ya kimataifa. Huwa najivunia sana. Kama wanariadha wetu hawa wakubwa wanakwenda kung'ara kwenye mashindano makubwa, nyie mnatoa mchango mkubwa katika maendeleo ya mchezo wa riadha hapa nchini. Sydney Marathon ni miongoni mwa marathoni 7 kubwa duniani, ambapo Alphonce Simbu anatarajiwa kuiwakilisha vyema Tanzania, akilenga kuendelea kuandika historia kwenye riadha. Toka Arusha ni mwana michezo wako Jamila Omar.
Asante Jamila Omar kwa taarifa hiyo. Viongozi wa wizara na taasisi zinazoshughulikia maandalizi ya mashindano ya AFCON wametakiwa kuendelea kufanya kazi kwa bidii na uweledi ili kuhakikisha mashindano hayo yanafanyika bila ya changamoto yoyote. Hayo yamesemwa na mwenyekiti wa kamati ya pamoja ya kitaifa ya maandalizi ya mashindano ya AFCON kati ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, ambaye pia ni Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Mwigulu Lameck Nchemba, katika kikao kinachofanyika katika ukumbi wa hoteli ya Vedempton Zanzibar. Huku mwenyekiti mwenza wa kamati hiyo ambaye pia ni makamu wa pili wa rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdullah, ameshauri kila mmoja kwa nafasi yake kusimama imara ili kuweza kufanikisha mashindano hayo yatakayotoa fursa mbalimbali za kiuchumi na kijamii pamoja na kuitangaza zaidi Zanzibar kimataifa. Kwa upande wake, msemaji mkuu wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Gerson Msigwa, amesema kufanyika kwa mashindano hayo nchini ni fursa za kiuchumi kwa Watanzania na itapelekea kuingiza kipato cha mtu mmoja mmoja na taifa kwa ujumla. Wizara ya Michezo pamoja na wenzetu tulioalika federation na mzee wetu, kwa kweli haitakuwa kitu kibaya, ni spirit tu ya teamwork, mkitukumbushia wizara za kisekta, bwana kwako kimbizana na hili, wala sio utumwa, yani ni spirit ya teamwork. Sisi hapa sote ni timu moja. Hebu tu, pamoja na kwamba tutakuwa na vikao vya karibu, lakini hebu tufanye kazi kwa kupeana updates za masuala ambayo tunatakiwa tukimbizane. Siku zimebaki sio nyingi sana. Maana yake ni chini ya mwaka mmoja, si ndivyo? Juni haiko mbali. Sasa hivi tunazungumzia chini ya mwaka mmoja. Karibu tunamalizia Julai, tunakwenda August. Tunaitazama Juni. Mashati tumepewa mpaka Disemba tuwe tumemaliza. Lazima tumalize. Kwa hiyo nilitaka tu nilisisitize hili ili tuweze kuyatekeleza haya ambayo tunakwenda kuyatekeleza. Wakati serikali inafanya maandalizi haya makubwa ya miundombinu ya timu ya taifa, wadau na nyewe wananchi msiache kujipanga, kujiandaa, kukamata fursa hizo. Hilo ndio lengo hasa. Tunatumia matrilioni ya fedha kujenga hii miundombinu Tanzania bara na Zanzibar. Malengo ya viongozi wetu ni kwamba manufaa ya mashindano haya tuyapate wa Tanzania. Kwa hiyo ni muhimu sana sekta binafsi ambao ndio tunawategemea, mchangamke, mjipange kuhakikisha kwamba fursa zote zinazotokana na AFCON tunazitumia ipasavyo. Tanzania inatarajiwa kuwa mwenyeji wa mashindano ya tenis ya Afrika Mashariki kwa vijana wenye umri wa chini ya miaka 12 yatakayofanyika kwenye viwanja vya Gymkhana jijini Dar es Salaam kuanzia Julai 29 hadi Agosti 2 mwaka huu. Taarifa zaidi na mwanamichezo wetu. Hayo yameelezwa na mjumbe wa chama cha tenis nchini TTA ambaye pia ni katibu mkuu wa chama cha makocha wa tenis TTCA, Ismail Omar, ambapo amesema maandalizi yanakwenda vizuri, huku akitumia nafasi hiyo kuwaomba wadau ikiwemo serikali kuwaunga mkono ili kufanikisha mashindano hayo. Hii michezo na haya mashindano yana gharama kubwa sana, kuhosti nchi kama 12, kuziweka katika hoteli, marazi, vyakula, usafiri. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba baadhi ya wadau na the sponsors ukiwezekana watudhamini, sio ikiwezekana watudhamini ili kufanikisha malengo yetu tuliyokusudia, kwa sababu sasa hivi asilimia kubwa serikali ndio imetupa support kubwa sana kwenye huu mchezo na katika haya maandalizi ya haya mashindano. Kwa upande wa kocha wa timu ya taifa kwa wavulana Hassan Chande, amesema mashindano hayo yatatumika kupata timu zitakazofuzu kushiriki mashindano ya Afrika yatakayofanyika mwezi wa 10 mwaka huu nchini Morocco. Leo na kesho tunafanya maandalizi ya mwishoni ili mradi wachezaji wetu waweze kuzoea hali ya hewa. Sasa hivi kuna baridi sana, lakini pia na kingine waweze kuzoea mazingira ya hizi koti kama wanavyokuja wachezaji wengine wametoka mikoani. Kwa hiyo hii ni nafasi kwao kuzoea mazingira na viwanja pia. Main goal is to qualify so we can go to Morocco to play the African tournament. Zuri kwa sababu masomo ni Jumatatu hadi Ijumaa. Mwanariadha wa Tanzania Winfrida Makenji ameweka rekodi yake bora binafsi ya sekunde 11.65 katika hit namba 3 ya mbio za mita 100 wanawake kwenye michezo ya Jumuiya ya Madola ya 2026 inayoendelea jijini Glasgow, Scotland. Makenji alionyesha kiwango kizuri katika mbio hizo ambapo muda uliotumia wa sekunde 11.65 umeandika rekodi yake mpya bora binafsi, personal best, hatua inayoonyesha maendeleo makubwa katika kiwango chake cha ushindani.
Baada ya kukamilisha mbio za mita 100, Mackenzie sasa anajiandaa kushiriki tukio lake la mwisho la mashindano hayo, mbio za mita 200 kwa upande wa wanawake zitakazofanyika Julai 29, 2026. Katika mbio hizo ataingia akiwa na rekodi yake bora ya sekunde 24.04, akilenga kuendelea kuboresha muda wake na kuipeperusha vyema bendera ya Tanzania katika michezo ya Jumuiya ya Madola kwa msimu wa 2026. Nimekimbia personal best yangu mita 100, ilikuwa ni mwezi wa 4 ili kutafuta qualification ya kwenda mashindano ya Africa Championship. Nilikimbia 12:02 ambayo ilikuwa ni uwanja wa Kenya, lakini leo ni ndani ya miezi miwili tu nadhani nimeweza kuweka 11:65. Kwa hiyo ni juhudi kubwa sana nimezifanya pamoja na makocha wangu wamefanya, kwa sababu kupunguza ile tu point 2 inaweza ikachukua mtu. Sijawahi kuwa kama hivi ambavyo nimekuwa leo. Kwanza ile hamasa ya watu tu inakupa kujiamini fulani hivi. Baada ya Tanzania kuendelea kufanya vizuri katika ngazi ya soka la vijana, Baraza la Michezo la Taifa limeahidi kuendelea kuwaunga mkono wadau wa soka la vijana nchini waweze kufanya vizuri zaidi baada ya kituo cha soka cha One Tanzanite kuibuka na ubingwa wa mashindano ya Gothia Cup yaliyofanyika nchini Denmark na Sweden. Akizungumza mara baada ya kuwasili kwa timu hiyo hapa nchini, Petro Garos, afisa michezo wa Baraza la Michezo la Taifa, amesema serikali bado itaendelea kuboresha soka la vijana na kuwaunga mkono wadau, huku makocha na wachezaji wakieleza siri ya ushindi wake. Serikali tunaahidi kwamba tutawalinda wadhamini wote ambao wanadhamini katika sekta ya michezo, lakini pia tutatengeneza mazingira rafiki kwa vijana kuendelea kukuza vipaji vyao na iwe fursa kwao kwa ajili ya kujipatia kipato pamoja na kuendeleza career zao. Mafanikio sisi tunaamini ni mafanikio ya Watanzania wote, lakini kipekee tunashukuru sana ubalozi wa Tanzania nchini Sweden. Walifika wakati wa ufunguzi, tulikuwa nao. Namshukuru Mwenyezi Mungu tumerudi salama tukiwa mabingwa. Pili, tunashukuru viongozi, wazazi ambao wamefanikisha sisi kwenda na kurudi salama. Ushindi ambao wameupata umeheshimisha nchi yetu ya Tanzania. Serikali yetu, kwa sababu bila serikali yetu kuwa support na kucreate mazingira ambayo watoto wanaweza kucheza na kwenda nje na kurudi, si rahisi. Timu ya soka ya Magic Pressure imetoa ubingwa wa kombe la FA wilaya ya Singida mjini kwa mwaka 2026 baada ya kuibuka na ushindi wa bao 1-0 dhidi ya Baptan FC katika mchezo wa fainali uliochezwa kwenye uwanja wa kumbukumbu ya michezo wa shule ya sekondari Mwenge mjini Singida. Taarifa zaidi na mwanamichezo wetu. Katika mchezo huo wa fainali uliokuwa vuta ni kuvute, timu ya Magic Pressure walifanikiwa kupata goli la kuongoza kunako dakika ya 55 lililodumu mpaka mwisho wa mchezo huo. Makocha wa timu hizo wakazungumza. Kwa hiyo ilikuwa ni fainali ya kupendeza, fainali ya mkoa FA. Bahati nzuri sisi tumebahatika kuwa mabingwa. Ndugu yangu inabidi leo atalala na maumivu. Ndo mchezo. Angeshinda yeye ningempongeza. Fainali ilikutanisha timu mbili ambazo zinajuana vizuri. Baptan, kama watu ambao hawajui, ni zao la Magic Pressure. Kwa hiyo ni fainali ilitawaliwa na watu wanaojuana zaidi. Vijana hawakutaka kuzidiwa na watu wazima, lakini watu wazima walikataa unyonge. Ndio maana fainali ilikuwa nzuri zaidi. Tumefungwa goli la set pieces. Otherwise game tulikuwa tumeitawala. Nikiripoti kutoka mkoa wa Singida, ni mwana michezo wako kiungo mstaarabu Jumbe Ismail wa Channel 10. Taarifa ya Jumbe Ismail inatupeleka kuangaza habari za michezo kimataifa, ambapo baada ya miezi kadhaa ya tetesi na mijadala iliyotawala ulimwengu wa soka, hatimaye ndoto ya mashabiki wengi wa Le Bleu imetimia, ambapo Zinedine Zidane maarufu kama Zizou amekabidhiwa rasmi jukumu la kuiongoza timu ya taifa ya Ufaransa Le Bleu. Zidane anarithi mikoba ya aliachwa na timu hiyo Didier Deschamps, ambaye ameandika historia kubwa akiwa na kikosi hicho, ikiwemo kutoa kombe la dunia kwa mwaka 2018 na kufika fainali ya kombe la dunia kwa msimu wa 2022, sambamba na kuishia katika mchezo wa mshindi wa 3 kwa msimu wa 2026. Sasa macho yote yanaelekezwa kwa gwiji huyo wa soka ambaye tayari ana historia kipekee na nchi yake. Katika maisha ya soka, Zinedine Zidane aliongoza Ufaransa kutoa kombe la dunia msimu wa 1998 na akiwa kocha wa Real Madrid alitoa mataji 3 mfululizo ya ligi ya mabingwa barani Ulaya, yani UEFA Champions League.
Naam, kufikia hapo hatuna la ziada kutoka kwenye chumba cha habari za michezo na burudani. Kwa niaba ya wote, mimi ni golikipa wa kisasa wa mpira Eden Bahati.